الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na tafsiri katika suratu Maryam, na leo tutasoma aya ya 41 mpaka aya ya 50. Aya hizi zinaelezea kisa cha Nabii Ibrahim na mazungumzo yake na baba yake Nabii Ibrahim akiitwa Azar. Na hiki kinakuwa kisa cha 3 katika visa vinavyozungumzwa katika surati Maryam. Mwenyezi Mungu anatuambia wadhkur fil kitabi Ibrahima, mtaje au watajie, wasomee juu yao katika sura hii kisa cha Nabii Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, Ibrahim alikuwa ni nabii, lakini alikuwa na sifa ya kusema kweli. Ile sifa yake ya kusema kweli, kwa namna ule ukweli ulivyomkamata, Mwenyezi Mungu pia anamtambulisha hivyo kwamba huyo alikuwa na sifa ya kusema kweli. Anatuambia idh qala li abihi, pale aliposema kumwambia baba yake akiitwa Azar, ya abati, ewe baba yangu, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir, kwa nini baba unaabudia kitu ambacho hakisikii wala hakioni? Akikusudia yale masanamu walikuwa wanayabudia. Wala yughni anka shay'an, na wala kile unachokiabudia hakikuletei manufaa wala hakiwezi kukudhuru. Ya abati, e baba yangu, inni qad jaani min al-ilmi, mimi nimejiwa na elimu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ma lam yatik, elimu ambayo wewe haikukufikia. Fattabi'ni, basi na kuomba nifate mimi, ahdika siratan sawiya, nitakuongoza katika njia iliyo ya sawa sawa. Ya abati, e baba yangu, la ta'budi shaytana, usimwabudie shetani. Inna shaytana, kwani hakika shaytani, kana lirrahmani asiya, huyu amemuasi Mwenyezi Mungu, kwa hiyo usimwabudie. Ya abati, ewe baba yangu, inni akhafu an yamassaka adhabu min arrahman, mimi nachelea, naogopa mimi na wasiwasi mkubwa wewe isikufike adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa huku unakofanya kumshirikisha Mwenyezi Mungu, ushirikina huu unaofanya, kuasi unakoasi, naogopa isikufike adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Fatakuna lishaitani waliya, na wewe ukawa ni mfuasi wa sheitani, yani huna namna nyingine isipokuwa wewe ukawa ni mtu wa sheitani, mmekuwa pamoja katika adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Aliposema maneno haya kumwambia baba yake, baba akajibu kwa ukali, kwa ujeuri, kwa kumwambia qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim,
Mwambie, wewe Ibrahim, unapinga wewe hii miungu yangu mimi, na unaiacha, unatafuta mwingine wa kuabudiwa isiyokuwa hawa, yani yale masanamu. La in lam tantahi, kama hukuacha mwenendo huu, la arjumannak, nitakupiga kwa mawe, nitakutukana. Na kwa hivyo wahjurni maliyan, kama hukuacha basi kaa mbali na mimi. Yani lugha nyepesi ni ile ya kwamba tumezoea sisi kuwa mzazi anamwambia mwanawe, bwana, kama hufanyi ninavyotaka basi sina radhi na wewe na tusionane mpaka kiyama. Kwa hiyo mzee Azar anamwambia mwanawe Ibrahim, kama hutaki, unaikataa miungu yangu na ibada yangu hii, usipoacha hivyo wanavyofanya na kuitia aibu kusema kwamba hii haina maana yoyote, mimi nitakupiga kwa mawe, maki nitakuadhibu, na kisha kaa mbali na mimi, kama vile kusema mimi na wewe sasa mpaka kiyama. Alipojibiwa maneno hayo, Nabii Ibrahimu akasema, qala salamun alayk, kamwambia baba yake, amani juu yako, kama vile kumwaga, bwana, mimi na wewe baba, kwa heri, sitokuudhi tena kwa maneno yoyote, sitokusumbua, sitokutaabisha, mimi ninakuaga. Kwamba anatekeleza amri ya kuondoka kuwa mbali na yeye, lakini anaonyesha kuna kazi hatoacha kuifanya. Anamwambia, saastaghfiru laka rabbi, mimi nitaendelea kukuombea msamaha. Yani maana yake naendelea kukuombea Mwenyezi Mungu akuzindue, utoke huko kwenye kuabudia masanamu, urudi katika njia ya sawasawa. Innahu kana bi hafiyan, kwani Mwenyezi Mungu kwangu mimi amekuwa mpole na mwingi wa wema ananifanyia. Kwa hivyo nataraji nitaendelea kukuombea pamoja na hivyo ulivyofanya. Mwenyezi Mungu anaendelea, anatuambia, akaendelea kusema Nabii Ibrahim, wa a'tazilukum, na mimi nakaa mbali na nyinyi, wama tad'una min dunillahi, sio nyinyi tu, lakini pia nakaa mbali na vile mnavyoabudia ambao sio Mwenyezi Mungu. Wa ad'u rabbi, na namuomba mimi Mwenyezi Mungu, asa alla akuna biduai rabbi shaqiya, mimi nataraji kwa kumuomba Mwenyezi Mungu dua yangu hatonifanya mimi kuwa katika watu wabaya, watu waovu. Mimi nitakuwa katika watu wema. Falamma i'tazalahum, zama alipojitenga kweli, aliondoka, inasemekana ilikuwa pande za Iraq, akaondoka akaja Sham. Alipoondoka akakaa mbali nao, sio wao tu, wama yaabuduna, na vile wanavyoviabudia, min dunillahi, kinyume cha Mwenyezi Mungu. Wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, Mwenyezi Mungu anasema tukampa mtoto anaitwa Ishaq na mjukuu anaitwa Yaqub. Wa kullan, na wote hao, ja'alna nabiyan, tukawafanya kwamba ni mitume. Wa wahabna lahum min rahmatina, na tukawapa hao kutoka katika rehema zetu. Yani akapewa Nabii Ibrahim, Ishaqa na Yaqub, akapewa baba, mtoto na mjukuu. Wakapewa nini? Mwenyezi Mungu akawapa kila kheri za katika dunia na za katika dini. Kheri za katika dunia manake mali, watoto, elimu, kazi, vyote wakapewa.
Kama si hivyo, waj'alna lahum lisana sidqin aliya, Mwenyezi Mungu akawapa tena katika fadhila zake ulimi wa kweli ulio wa juu. Maana yake ni kwamba waja wanawataja kwa wema, yani moja ya neema waliopewa ni kutajwa kwa vizuri, vizazi na vizazi na vizazi. Hii ndio aya ya 50 ambayo inamalizia kwenye aya tunazozisoma hapa. Aya hizi zina mafundisho ndani yake. Mafundisho yaliyomo ni mazungumzo kati ya Nabii Ibrahim na babake. Tunajifunza adabu ya mazungumzo. Pamoja na kwamba baba yake alikuwa muovu na abudia masanamu, lakini kwenye kuzungumza naye, angalia lugha iliyotumika ya upole, ya mapenzi, ya adabu. Imeanza na neno ya abati, ewe baba yangu. Anazungumza naye kwenye lugha yenye adabu, lugha ya upole na lugha ya mapenzi. Pamoja na baba alipojibu, hakujibu kwa kusema mwanangu, kuonyesha ule ukali aliokuwa nao na kama kuto kukubali alichokuwa anaambiwa. Lakini mtoto bado akasema nitakuombea msamaha, yani maana yake naendelea kukuombea dua wewe babangu, ili uendelee ukae katika njia ya sawa sawa, usipotoke. Sasa fundisho tunaolipata, inawezekana wewe lugha yako kali zaidi kwa baba yako ambaye hasali pengine. Nabii Ibrahim baba yake alikuwa anaabudia masanamu, lakini lugha yake ilikuwa lugha ya adabu, lugha ya upole, inaonyesha heshima kwa baba yake. Lakini pia inaonyesha mapenzi ya hali ya juu, kwamba nakupa nasaha hizi baba, mimi nisingependa kuona wewe unakutwa na adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sipendi kukuona wewe uwe kundi moja na Ibilisi, kwamba ndo mwenzako. Kwa hiyo tunajifunza namna ya mazungumzo na wazazi wetu, lakini namna ya mazungumzo haya pia tunapojifunza sisi tuyatumie na turithishe kwa watoto wetu, hasa kwenye kipindi hiki cha kwamba hakuna muda wa kukaa kuwafundisha watoto namna gani ya kuzungumza na watu wazima. Yani mzazi hana muda wa kukaa na watoto wake kuwafundisha hayo. Atakuwa yani muda mwingine anaupata ni kutaka kujua tu kama zile homework kamaliza. Kwa nini nimepitia vitabu vyako naona unapata tabu kwenye hesabu? Nitakuletea mwalimu akusaidie. Au mpaka aitwe kule shule, bwana tumekuita mtoto wako, tumeona kuna jambo hili. Pengine huo ndo muda pekee mzazi anaokaa na mwanawe pale, kwa sababu kaitwa. Vinginevyo hakuna muda, na unapata udhuru unajitengenezea mwenyewe kwamba unajua mimi natoka asubuhi nahangaika nafanya nini na hivi, nitapata wapi muda huo bwana? Sasa kwenye sura hiyo ni vigumu mno mtoto yule kujifunza namna gani ya kuzungumza na watu wazima. Lakini pengine anakutana na wewe mwenyewe pia, anaona unavyomsemesha wewe mzazi wako, unavyomsemesha kaka yako au dada yako, anaona unavyowasemesha watu wazima pale kwenye kazi yako, na unamtaka ajifunze. Na wakati mwingine unamsisitizia kabisa, usipokuwa namna hii kazi itaharibika.
kwamba kila akiwa anaweza kutukana sana ndo kazi itakaa vizuri, kila akiwa kibri sana na hana adabu kwa wale watu ndo mambo yatafanikiwa. Sasa hapa tunachojifunza mazungumzo haya ni mazungumzo ya Nabii Ibrahim na babake, na babake mwenyewe anaabudia masanamu. Sasa ndo anamfikishia ujumbe wa kwamba anampa nasaha, anachofanya sio sawa. Lakini lugha ndo hiyo, imejaa adabu, imejaa heshima, imejaa unyenyekevu, mazungumzo ya sawa sawa kati ya mtu na mzazi wake. Ya abati, babangu we, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir, kwa nini unaabudia kitu kisichosikia wala kuona? Wala yughni anka shay'an, wala hakiwezi kukunufaisha wala kukudhuru kwa chochote. Ya abati, babangu, inni qad ja'ani min al-ilm. Lugha iliyotumika hapo wanazuoni wanasema ingekuwa kipindi hiki cha generation Z na generation Alpha, mtoto anamwambia tu babake, unajua wewe hujui chochote bwana. Nabii Ibrahimu hakumwambia baba yake wewe hujui. Tizama alivyosema, anasema baba, mimi imenijia elimu nimepata kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo wewe haijakufikia. Kwa hiyo nakuomba nifate mimi, nitakuongoza. Lakini lugha hii inazidi hata ya kidiplomasia kwenye kawaida, ni kusema naye, sisi ungesema naye, unajua mzee, wewe hujui chochote, nisikilize mimi. Lakini Nabii Ibrahimu hakusema hivyo. Mungu anatuelekeza hapa, angalia lugha iliyotumika. Mimi nimejiwa na elimu Mwenyezi Mungu kanipa, kanionyesha mambo ambayo wewe huyajui baba, hayajakufikia. Tena hakusema huyajui, anasema wewe hayajakufikia. Sasa fattabi'ni, nifuate mimi. Ukinifuata ahdika siratan sawia, nitakuongoza kwenye njia ya sawa sawa. Babangu, usimwabudie sheitani, kwa sababu sheitani kwa Mwenyezi Mungu ni asi. Sasa utaratibu huu mzuri wa mazungumzo sisi tunao. Ukifumba macho hivi ukaangalia nyuma, mazungumzo yako ya mwisho kati yako wewe na mzazi wako yalikuwaje? Yalikuwa mazungumzo ya namna hii yanayoonyesha adabu, mapenzi, huruma. Kwa sababu sisi mafundisho yetu, wewe na vyako vyote ni milki ya mzazi wako. Sasa bwana, unaona bwana, mzee akija hapa kwangu anachukua tu vitu, na mimi nimemfuata na bwana, mwisho leo bwana tuheshimiane. Sio unachukua tu vitu vyangu unakuja hapa na nima, alafu ukiniona mbele za watu mambo ya kunisema sema sitaki mimi. Yani wewe ndo mzazi wako, unampangia nikiwa hapo unaweza kusema, kama hapo usije ukanifuatafuata. Nabii Ibrahim ni mtume, pamoja na daraja yake ya utume, na Mungu katuambia wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Mwenyezi Mungu alimfanya Nabii Ibrahim kipenzi chake. Juu ya hivyo hakumwambia baba yake, bwana unajua wewe unachojua. Ule msemo wetu sisi unaona haya mambo yako, yani wewe mzee mshirikina tu. Hakumwambia hivyo. Akamwambia babangu, inni qad ja'ani min al-ilm, mimi bwana imenijia elimu Mwenyezi Mungu kanipa ambayo wewe haijakufikia. Kwa hiyo na kuomba unifate, nitakuongoza. Sio kumwambia bwana unaona wewe mshirikina.
Alafu mimi ndo maana sipendi kuja hapo kwako, ushirikina tu. Mimi siwezi kuja maana yake uvokaa wewe mtu wa bid'a na nini, mimi hapa kwako ndo maana siji bwana. Mazungumzo ya mtoto kwa mzazi wake ndio somo kubwa ambalo tunatakiwa tuondoke nalo kwenye aya za leo. Sisi tujikague, jiulize, kwa sababu hata kama mzee wako ameshafariki, kuna wakati mlizungumza hapa mwisho, mazungumzo yako unaweza kukumbuka yalikuwaje, yalikaa kwenye sura hii? Na kama yuko hai, labda jana hamkuongea, lakini nyuma ya jana mlizungumza. Jikague vizuri, mazungumzo yako yalikuwaje, yalikuwa yanafanana na haya? Na kama hawapo, wewe ndo mzazi, unakaa na watoto wako kuwafundisha namna nzuri ya kuzungumza hivi? Vinginevyo isiye ikawa unayavuna ulioyapanda. Mzazi na mwanae walipokwenda kushtakiana kwa Saidna Umar pale, tulieleza mtoto alisema, bwana mimi nitampaje haki zake huyu mzee wakati yeye za kwangu hakunipa. Zipi? Akasema mimi nimesikia bwana, haki ya mtoto kwa mzazi wake ni kumchagulia mama mwema. Huyu mama alonichagulia mimi, siwezi hata kusema mbele za wenzangu mama yangu ndo huyu. Jina zuri, hakunichagulia jina zuri. Kuhakikisha najua Qur'ani pia hakusimamia. Kwa Saidna Umar akamwambia yule bwana, wewe umeanza kumuasi mwanao kabla mwanao hajakuasi wewe. Sasa ili usemeshwe mazungumzo ya namna hii, fundisho la kuondoka nalo sisi, ni lazima wewe mwenyewe utengeneze. Na unatengeneza kwa kufundisha, lakini la pili ni ile wanasema unalea kwa kuiga, atarbiyatu bilqudwa. Yani yule mtoto mengine awe anajifunza kwa kuiga, kukuona wewe unavyofanya. Yani huwezi kuwa upendi mwanao avute sigara tena wakati unamshambulia kwa nini na mwenyewe unayo mkononi. Haitowezekana. Huwezi kuwa unataka akusemeshe lugha nzuri ya adabu kwa sababu wewe ni babake, lakini yeye anashuhudia wewe unavyomsemesha babako. Tofauti na hivyo. Huwezi kutaka uheshimiwe kama mtu mzima katika familia, lakini wewe unamtaka akuheshimu, wewe anakuona watu waliokuzidi wewe kwenye familia unavyowasemesha. Kwa hiyo unalea kwa yule mtu kuiga. Mmoja katika wanazuoni wakubwa alialikwa, yani kulikuwa na mwingine tena yeye mwanafunzi wake, lakini naye shekhe. Yule shekhe kuna nyumba pale, yeye ndo kakaribishwa mgeni. Shekhe wake alipokuja kutembea Dar es Salaam hapa, akatengeneza utaratibu, akamwalika kwenye ile nyumba. Akaenda shekhe mkubwa. Alipofika pale, mambo yamekwenda, mazungumzo, darsa, nini, kila kitu. Alipomaliza wakamuaga, shekhe akaingia kwenye gari imeondoka. Na pale alipopelekwa ilikuwa maeneo ya Kinondoni. Watu wameshasahau kwamba shekhe alikuwa anarudi Kariakoo. Mara wakaona ile gari inarudi. Watu wote wakashtuka, kasahau nini shekhe na nini. Kufika akasema bwana, maana mwanzo alitambulishwa na yule mwanafunzi wake, bwana mwenyeji wetu ni huyu. Kwa aliporudi akauliza, bwana yule mwenyeji wetu yuko wapi? Yule bwana alikuwa ndani. Akaitwa. Alipoitwa kuja pale, hakidhani kuna jambo zito ambalo yeye ndo aliona zito. Shekhe akasema, bwana unajua nilipoondoka nikakumbuka kama wewe nilikuwa sijakuaga na wewe ndo mwenyeji. Kwa hiyo bwana, sasa nimerudi, naomba ruhusa. Kwa hiyo ruhusa ikatoka, lakini watu wakapata darasa.
Kwa hiyo bwana yule aliyopelekwa maarufu Said Omar Abdallah, lile jambo likaacha athari kwa wale watu, kwamba angeweza kuondoka na isingekuwa chochote, wala watu wasingekumbuka kwamba hiyo ni dosari. Kwa hiyo ndio ile kulea kwa wewe kuwa mfano. Sasa tunapojifunza mazungumzo ya Nabii Ibrahim na babake, ambaye ingekuwa leo wala sio Muislamu, lakini sisi tuna watu wanaingia kwenye Uislamu, wazazi wake sio Waislamu, tunawapa maneno ya kuwajibu wale wazazi wao na kuwasemesha kwa karaha na kibri na jeuri. Hayo yanatoka wapi? Qur'ani si ndo hii? Nabii Ibrahim anazungumza na baba yake katika lugha hii. Kwa hiyo haya ni mafundisho ya sisi kuyachukua, kuyafanyia kazi na kuishi nayo. Sisi wenyewe tuambukize kwa wale ambao dhamana ya kuwalea iko kwetu sisi. Lakini jingine la mwisho tunaloliona hapa ni zawadi aliyopewa Nabii Ibrahim kwa kutekeleza amri kutoka kwa Mola wake. Baba yake alipomwambia, bwana, mimi na wewe milele, hama hapa, akaondoka kutii amri ya Mwenyezi Mungu. Kule alikokwenda Mwenyezi Mungu akampa nini? Kampa watoto, kampa mali, kampa elimu, kampa kheri katika dini na dunia, na mwisho kampa kutajwa kwa wema na mpaka mwisho kwa waja. Ndio utaona kwetu sisi tunamtaja Nabii Ibrahim, anatambulika kwamba yeye ndo baba wa Waarabu, lakini ndo baba wa mitume. Na moja alichopewa, kapewa mitume wanatoka kwenye kizazi chake. Waliotajwa hapa, Ishaqa mtume, Yaqubu mtume. Maana yake nini? Ukisimama kwenye jambo analolipenda Mwenyezi Mungu na kuliridhia, hata kama dunia nzima itakuwa kinyume na wewe, ukasimama maadamu uko kwenye jambo la sawasawa, basi wewe Mwenyezi Mungu hatokutupa. Lakini kawaida lazima misukosuko upate, kama dhahabu vile, ili itoke nzuri lazima ipitishwe kwenye moto. Lakini Mwenyezi Mungu hawezi kukutupa. Ndio tunachokiona kwamba aliposimama Mwenyezi Mungu anasema, wahabna lahum min rahmatina, tukawapa. Maana akapewa yeye kwanza, wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, akapewa Nabii Ishaqa na Yaqub. Tena Mungu anasema, wa kullan ja'alna nabiyya, wote wakafanywa mitume, kwa sababu tu alihama katika kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu na kutekeleza kile alichotakiwa afanye. Mungu akamzawadia. Kwa hiyo maadamu uko katika jambo la sawasawa, maadamu uko kwenye jambo analolipenda Mwenyezi Mungu na kuliridhia, hata kama inaonekana ngumu vipi, baadaye Mungu atakuzawadia lililo zuri zaidi. Kwa hiyo unaweza kuwa umeajiriwa, mipango pale ni wizi tu, wewe ukakataa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, haitakuwa rahisi, kwa sababu inawezekana wanaopanga na wanaokutaka uingie kwenye huo mtindo ndo baadaye wote mnakuja nao msikitini, na kwa hivyo wao ndo wanaongoza kusema, bwana huyu bwana anajifanya mcha Mungu sana bwana. Kwa hiyo haitakuwa rahisi, lakini mwisho wake Mungu atakuzawadia ukifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hayo ndio mafunzo ya aya tulizosoma kuanzia 41 mpaka 50. Tuishi nayo, tuyafanyie kazi kama tulivyosema mwanzo. Tusisikilize tu kama hadithi za watu wa kale alafu ikapita ukikaa unasema Nabii Ibrahim bwana. Haya aliyoyafanya
tuyabebe hayo mafundisho. Kama una wazazi wako unazungumza nao kwenye mtindo huu, kama sio ujirekebishe. Kama una wanao unawafundisha utaratibu huu mzuri wa kuzungumza na watu wazima, kama hujafanya ufanye sasa, ili iwe Qur'ani tunaiishi, hatuiimbi tu kwa kuisoma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutoe nafasi ya maswali mawili matatu. Naam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mashaka yangu sasa hivi kulikuwa nao vijana wao hawayaabudia ile masanamu, lakini wanafanya biashara kama wanayagesha Mungu. Basi hao kuna namna gani kwa hao? Imeeleweka. Swali zuri, swali zuri. Kwamba wewe unazungumzia uwepo wa masanamu na kwamba siku zile watu walikuwa wanaabudia. Siku hizi yako masanamu madoli yanatengenezwa kwa lengo la kuwa yanavikwa nguo, kuonyesha nguo zinavyopendeza ili watu wanunue. Kwamba je, hili likoje? Sasa ilivyokuwa maelezo yake marefu kwenye hiyo, ili uridhie tuliweke akiba, tutalisema kesho. Japokuwa kesho tutazungumzia aya zinazoeleza kisa cha Nabii Musa, lakini kabla ya kwenda tutalizungumza hili kidogo tuweze kuliweka vizuri sawa sawa, kwamba nini msimamo kwenye Uislamu wa picha na hayo masanamu ambayo inawezekana sio kwa kuabudiwa, lakini ndo kama hivyo unavyosema, linavishwa nguo hivi, ukitokeza ghafla unaweza kustuka ukajua kwamba kuna mtu pale. Basi inshallah hili tutalizungumza kesho. Naam. Sheikh, swali yangu ni kwamba mwezi wangu ulikuwa na mimi sasa kitu ambacho kilikuwa kama sifa mama yangu ndio bwana biashara yangu kwa pesa ya kijana chukua basi. Sasa mimi katika hali ile kidogo nafsi yangu ilikuwa inakeleka, simwambii lakini inakeleka. Swali zuri, upande ule alijasikika. Anasema yeye baba yake alikuwa na wake wawili, mama yake yeye na mwingine bi mdogo, na yeye alikuwa na biashara, inaweza kuwa ya genge hivi na nyeusi hivi. Sasa mzee akiwa anakwenda kule kwa bi mdogo, anapita pale kwenye biashara yake, anachukua vitu pale anakwenda navyo, halipi au sio? Sasa yeye kidogo ilikuwa inamuumiza, lakini hasemi, anataka kujua ikoje. Yuko mtu alikwenda kumuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, pengine inafanana na ya kwako, kwa bwana, huyu babangu bwana anakuja kwangu, anachukua tu anachotaka, anaondoka. Kwa hiyo Mtume alikamuuliza yule baba, bwana, ni kweli? Akasema, kweli ya Rasulullah, pale nilipokuwa na nguvu zangu nilikuwa naweza kujisimamia mwenyewe. Sasa hivi nguvu zile zimepungua, ndio maana naenda kuchukua huko kwake. Kwa hiyo majibu ya Mtume akamjibu yule kijana, wewe na mali zako vyote ni vya babako. Kwa hiyo ile kuwa ulikuwa unakaa kimya, ulikuwa unafanya sawa. Na ulitakiwa tu roho yako iwe safi. Japokuwa mara nyingi tukisema haya tunaweka na upande wa pili, kwamba na wazazi wasifanye sasa kupitia njia hiyo ikawa wanawakomesha wale watoto wao. Wakati tunasomeshwa darasa ya hadithi kwa marehemu Sheikh Abdallah Chaurembo kuhusu kusengenya, mwisho akasema
kusengenya kweli haramu, lakini na nyinyi basi msifanye mambo ikawa lazima watu waseme. Kwa hiyo sasa wazazi, hiyo ni haki yao, lakini waitumie vizuri, sababu wakati mwingine babangu wewe haumo, naona unaniangalia. Wakati mwingine mzazi anaweza kuwa na watoto 5, lakini ikawa mmoja ndo anatwishwa mzigo wa kufanya kila kitu na wale wengine hawaguswi, na anajua kabisa kwamba kile anachofanya sasa sio uadilifu, lakini yeye bado anakandamizia hapo na kuonyesha, bwana, unajua ridha Allah fi ridha alwalidain, yani ni wale wengine. Upande wa pili Mungu anasema i'dilu baina auladikum, fanyeni uadilifu kati ya watoto wenu. Kwa hiyo mizani iwe namna hiyo, lakini ile kukaa kwako kimya ulikuwa unapatia ukukosea, na hata kama ilibidi useme, basi ulitakiwa useme naye kwenye utaratibu huu anaotufundisha Nabii Ibrahim alivyozungumza na babake. Mambo nilikuwa ni kimya yangu, sababu na mtu mmoja hayuko sasa. Sasa hii kimya yangu ili nifanye toba au nifanyaje? Ndio maana nilikuulizia. La pili ni kwamba pia ulikuwa hujui kama ile ni haki yake. Wewe ulikuwa unaona anatumia utemi. Kwa hiyo sasa umejua kama ni haki yake, basi amekwisha. Waalaikum salaam. Mafundisho yale ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaonyesha mzazi kutumia hiyo diplomasia ya kuzungumza, lakini kuna hatua kama alivyosema, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa umri gani, na wapigeni wakiacha kuswali wakiwa umri gani. Maana yake kuna na kuadabisha pia pale inapokuwa kila ukisema haiwi. Sasa inategemea zile namna za kuadabisha kwa kila umri. Kuna umri huwezi tena wewe kusema unamchapa, kwa sababu akikuzungusha tu mara 2 wewe ndo unakaa chini, pressure iko juu. Kwa hiyo sasa kila wakati kuna utaratibu wake. Lakini vizuri wako wanazuoni wamezungumzia juu ya malezi na wameyaeleza yote kwa upana sana. Lakini maana yake ni hivyo, kuna wakati wa kusema na kuna wakati ukisema hakifanyiki, dini yetu imetufundisha kuna utaratibu vile vile wa adhabu. Naam. Waalaikum salaam. Sham inakusanya mpaka Baitul Maqdis kule, kuanzia hapa wanasema Syria ya leo na kuendelea, inakwenda mpaka hiyo Baitul Maqdis. Lakini kuna mtu amefanya kazi kubwa, ameandika kitabu amekiita Atlasi ya Qur'ani. Kwa unaona kama hapa tulivyosoma leo, ukienda kwenye kitabu chake anakuonyesha Sham wakati ule, Shamu ilikuwa ni wapi mpaka wapi. Kwa hivyo kwa ujumla hapa tu kwa kuokoa ule muda, inasemekana alikuwa upande ule wa Iraq, akahama kuja huku Baitul Maqdis. Waalaikum salaam. Qur'ani ilivyotuambia hapa na tulivyosoma, baba yake Azar. Kuna tofauti, unajua, kwa sababu hii haikuwa darasa yetu ya Kiarabu, ndio maana nilisema tu kwa ujumla. Yaani ile ya abati inaonyesha mapenzi zaidi, inaonyesha huruma zaidi, inaonyesha adabu na heshima. Kama nakumbuka
Waingereza nao kule wana dad na wana daddy. Hii inayoongezwa mbele ina maana tofauti na ile ya dadi ya kawaida. Sasa kwa sababu wewe najua utakuwa mtu wa Kiingereza, ilete kwenye sura hiyo hiyo. Niliona unauliza pale. Naam? Unakusudia ya ghutha. Sasa ya ghutha itakuwa sio darasa yetu ya leo. Kwa hivyo itakuwa inarudi wakati wa Nabii Nuh. Ndio kulikuwa na ya ghutha, ya uqa na nasra. Kwa wale watu wako walikuwa wanawashika watoto wao kuambia bwana la tadharunna alihatakum, msiache miungu yenu mkamfuatisha huyu Wadda na Suwaa. Sasa ningependa niliseme, lakini naona kama haliko kwenye darasa yetu, kwa hiyo uwe radhi kwenye hiyo. Vinginevyo tutafute tena siku kama ile tuliomweka Sharif Koba hapa ya maswali mjumuiko. Naam. Wa alaikum salam. Tulisema nyuma, nafasi ya mzazi kumpa nasaha mwanawe haina wakati inaisha. Yani maadamu mzazi akili yake iko sawa, ana wajibu wa kuendelea kumpa nasaha, mawaidha na maelekezo mtoto wake. Kwa hiyo huyo anamtegemea, anajua chumo la mtoto wake sio la halali, ana nafasi ya kumpa nasaha na mawaidha bila kuchelewa. Maana mtihani uko hapo kwamba je, anaweza kwambia unaniambia hivyo siji sasa, na unaweza kujua kwamba sasa asipokuja tu tena chakula hamna na kila kitu. Lakini kwa imani ya sawasawa tunaojifunza kwa Nabii Ibrahimu hapo, alipotekeleza amri yake pale akafukuzwa, Mungu akampa badali. Kwa hiyo na huyo akisimama Mungu atampa badali, lakini asimame kwenye kuelekeza bado kwamba unanisaidia, unanifaa, lakini hiki unachofanya sio sawa. Kwa hiyo aendelee kumfahamisha hivyo. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.